Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja wetu. Nashukuru Mungu kwa maisha yetu. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Nikitumaini umeshiriki katika misa takatifu. Umesali pamoja na wenzako kwenye parokia. Na pia unaendelea kutembea katika hii safari ya Kwaresma vizuri, ukisali, ukifunga na pia ukitoa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Tuweke bidii katika kutenda hayo. Tuweke bidii katika kutenda hayo. Tunapata somo kutoka kitabu cha Mwanzo sura ni ya 3. Tasoma mstari wa 8 hadi wa 10. Jioni, wakati wa kupunga upepo, huyo mwanamume na mkewe wakasikia hatua za Mwenyezi Mungu akitembea bustanini. Nao wakajificha kati ya miti ya bustani, Mwenyezi Mungu asipate kuwaona. Lakini Mwenyezi Mungu akamwita huyo mwanamume, "Uko wapi?" Naye akamjibu, "Nimesikia hatua zako bustanini, nikaogopa na kujificha, maana nilikuwa uchi." Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Tunapoendelea kutembea katika huu msimu wa Kwaresma, mada yetu ya leo, ya Jumapili ya leo ni uko wapi? Uko wapi? Hili swali husumbua watu wengi sana. Hili swali hata wakati mwingine limefanya watu wakosane. Lakini ni swali mzuri la kujitathmini. Ni swali mzuri la kujiangalia, je, nimesimama wapi? Ni swali ambalo Mungu mwenyewe aliliuliza toka mwanzoni. Uko wapi? Na ni Mungu anamuuliza Adamu. Baada ya Adamu
kula tunda waliokuwa wamekatazwa wasile. Mungu anajitokeza, anamuuliza uko wapi? Kwa hivyo kwenye mafundisho yetu ya leo, naomba kila mmoja wetu uwe mkweli kabisa, ili Mungu anapokuuliza uko wapi, uweze kujibu vizuri uko wapi. Uweze kujibu vizuri kweli uko wapi. Ni swali la kukusaidia wewe. Ni swali la kukufanya ufikirie. Ni swali la kukufanya ufanye nini? Ufikirie juu ya maisha yako. Kwa hivyo hili swali tunapouliza siku ya leo, ambayo imekuja kama mada yetu, uko wapi? Angalia katika maisha yako ya uko wapi katika uhusiano wako na Mwenyezi Mungu? Uko wapi katika ndoa yako? Uko wapi katika maisha yako ya kifedha? Uko wapi katika maendeleo? Uko wapi katika maisha ya parokia yako? Uko wapi katika malezi ya watoto wako? Uko wapi katika uhusiano wako na mume wako na mke wako? Kama ni mtoto wa shule, uko wapi kimasomo? Hapo kwenye uko ndio inatakana ukamwelezee Mwenyezi Mungu ili aweze kukusaidia. Uko wapi kwenye ndoa? Ndoa yangu haina amani. Ndoa yangu ina amani. Kwa hivyo ni swali ambalo
likusaidia uweze kujirudia, uweze kujitathmini, uweze kujiangalia kabisa vizuri. Ukishajitathmini na kujirudia vizuri, uchukue hatua. Ni swali la kukusaidia kuchukua nini? Hatua katika maisha yako. Lakini mara nyingi watu wamelichukulia kuwa ni swali la kukuchunguza. Kwa mfano, mke akimpigia mume wake simu, baba fulani uko wapi? Na tuseme yuko mahali ambapo sio pazuri, yuko mahali pabaya, atajibu vibaya. Umeanza kunichunguza chunguza, umeanza kunichunga, hata sirudi tena, takuja kesho. Sirudi tena, nitakuja kesho. Sikuambii. Uko wapi? Hata simu background haiko vizuri, sikusikii, nitakupigia, hata piga. Hili swali utaulizwa na Mungu, unaulizwa na Mungu, unaulizwa na marafiki zako, unaulizwa na jamii yako, unaulizwa na mtu yeyote, unaulizwa hata na serikali, unaulizwa hata na kanisa. Uko wapi katika maisha ya sakramenti? Uko wapi? Uko wapi? Pia hili swali usingoja hata kuulizwa, unaweza jiuliza hata mwenyewe, je, niko wapi? Hapa mahali penye niko ni salama? Kwa hivyo hata wakati mwingine tusingoje kuulizwa tuko wapi.
tusingoje kuulizwa tuko wapi. Jiulize hata mwenyewe, kweli niko wapi hapa? Ninafanya nini? Swali la uko wapi limebeba ndani yake swali la unafanya nini. Nimebeba hilo swali la unafanya nini. Hapo mahali penye uko unafanya nini? Hili somo la Jumapili ya leo, naomba tutengeneze background yake kidogo. Mungu alipoumba ulimwengu na akaumba mwanadamu, aliwaweka katika bustani ya Edeni na akawaambia kwamba watumie aina yote ya matunda kule Edeni, lakini Mungu aliwakataza wasile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala wasiiguze, wasije wakafa. Ni kama sheria fulani. Ni kama sheria fulani ambayo imewekwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kama ni sheria fulani ambayo imewekwa na nani? Na Mwenyezi Mungu, ambapo Adamu na Hawa ilifaa waifuate. Na hapo ndio shetani, ibilisi, anataka kupata nafasi kuitumia kukwasanisha mwanadamu na Mungu. Ndio maana
tunaambiwa kwamba nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Huu werevu wa nyoka sio ati ni mwerevu afanye mtihani apite, ni kuwa triki, kuwa na ujanja ujanja, ukora ukora wa aina fulani. Kukuwa manipulative, kutaka kutumia watu vibaya. Kutaka kutumia watu vibaya. Kutaka kuingilia hata maisha ya watu. Kwa maana mwanadamu alikuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Huyu nyoka anataka kuharibu. Sifa kubwa moja ya nyoka ni uharibifu. Kutaka kuharibu na kuharibu na kuharibu kabisa. Hii ndio sifa moja ya nini? Ya nyoka. Anataka aharibu uhusiano wa huyu mwanadamu na nani? Na Mungu. Akuwe disobedient. Akuwe disobedient. Amuasi Mungu. Asishike yale ambayo Mungu alimwambia afanye nini? Afanye au ashike. Na shetani anafurahia sana kutukosanisha na Mwenyezi Mungu. Kutufanya tukosane na nani? Na Mungu. Shetani hufurahia sana.
Kwa hivyo hapo shetani, huyu nyoka, huyu ibilisi akamwambia mwanamke kwamba hamtakufa. Ujue kama uhusiano wetu sio mzuri, kama uhusiano wa mwanadamu na Mungu sio mzuri, ni ishara tumekufa. Tumeisha. Maana kama hatuna uhusiano na Mwenyezi Mungu, sasa tunaenda wapi? Sasa shetani anamdanganya, ibilisi anamdanganya, unyoka anamdanganya Hawa kwamba hawatakufa, hatakufa. Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hmm. Basi mwanamke alipoona kuwa mti huo ni mzuri kwa chakula, wavutia macho, na kwamba wafaa kwa kupata hekima, akachuma tunda lake akala, akampa na mumewe, naye pia akala. Baada ya kushawishiwa wakala, akala naye pia akasema sitakula peke yangu, akampea mume, akafanya nini? Akala. Dhambi imeingia ulimwenguni. Dhambi ikawa imeingia wapi? Ulimwenguni. Wakatambua kwamba wako uchi. Utukufu wa Mungu umewaondokea. Utukufu uliokuwa umeufunika wa Mungu ukawa umewaondokea. Ukawa umewaondokea. Na wakajifanyia mavazi, wakajifunga viuno, kwenye mavazi ya viunoni. Jioni wakati wa kupunga upepo, huyo mwanamume na mkewe wakasikia hatua za Mwenyezi Mungu akitembea bustanini, nao wakajificha kati ya miti ya bustani. Unasikia guilt unapokuwa umekosa? Unapokuwa umekosa unasikia sitasimama hapa.
Hata ukirudi nyumbani wakati kuwa umetoka umeenda mahali, unaporudi yule mtoto ambaye amefanya makosa hataki mkutane, anajificha. Anajificha hataki mfanye nini? Mkutane. Walijificha ili Mwenyezi Mungu asipate kuwaona. Mungu yuko kila mahali. Ujinga umeingia, wanafikiria wakijificha mahali fulani Mungu hatawaona, ambapo si kweli. Lakini Mwenyezi Mungu akamwita huyo mwanamume, uko wapi? Ndio siku ya leo, Jumapili ya leo, Mungu anatuita sisi wote, anasema fulani, uko wapi? Sisi wote tuko wapi? Maana uhusiano wetu na yeye umeharibika. Uhusiano wetu na yeye umeharibika. Uhusiano wako na Mwenyezi Mungu umeharibika. Haujafuata sheria yake Mwenyezi Mungu. Je, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uko wapi? Uko aje? Mungu anapokuuliza uko wapi, unamwambia uko wapi? Niko tu kwa maisha ya dunia, misa siendi. Watu wengine hata kitubio hawajai kuja tangu wabatizwe wakapotelea huko. Wamepata sakramenti za kanisa, lakini hata kitubio hawaendangi.
hawaendangi, wako tu jumuiya, uendi njia ya msalaba kila Ijumaa, hauendi. Haufuatilii maisha ya kanisa. Tunakutana na Mungu kupitia kwa wenzetu, hauheshimu mwanadamu yeyote. Hauheshimu mwanadamu yeyote. Unadhulumu watu, wafanyikazi wako unawatesa. Nafanya mambo ambayo si mzuri, imeharibu uhusiano wako na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mungu anakuuliza siku ya leo, uko wapi? Maisha ya sakramenti, kusaidia kanisa, kusaidia kazi ya Mungu. Uko wapi? Na tusidanganyane, kila mtu anajua yuko wapi. Unaweza amua kusema uongo, lakini ukweli unajua uko wapi. Unaweza amua kusema uongo, lakini ukweli wewe mwenyewe unajua uko wapi. Unaweza amua kudanganya, lakini conscience yako inakuambia hapana, acha kudanganya, sema ukweli. Hapa mahali penye uko sio pazuri. Hapa mahali penye uko sio pazuri. Uko wapi? Kwa hivyo nimetaja tu vitu kadhaa. Uko wapi katika maisha yako ya kiroho, maisha yako ya sakramenti, maisha yako ya familia yako, ya ndoa yako, mahusiano ya mume wako na mke wako. Uko wapi? Yani uko tu wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Uko wapi? Mungu anapokuuliza uko wapi, hakuulizi uko wapi ili
akupige ili akuadhibu, ili akufanyie kitu kibaya. Anakuuliza uko wapi ili aweze kukusaidia. Anakuuliza uko wapi ili aweze kufanya nini? Kukusaidia. Maana mahali ambapo uko sio pazuri. Ndio maana anakuuliza uko wapi. Sio ati ajui, anajua. Anataka your cooperation. Kumbuka Mungu amekuumba na akili na free will. Kumba na akili, kumba na free will. Fanya maamuzi mazuri. Kwa hivyo swali lake Mwenyezi Mungu kwetu kwamba uko wapi, niko wapi, tuko wapi, sio la kutuangamiza. Ni swali la ili atusaidie. Basi kwa maana ameona mahali ambapo tuko sio pazuri. Mahali ambako hawa watoto wangu wako sio pazuri. Uko wapi? Na nimesema ili swali unaweza ukaulizwa au ukajiulize, kweli niko wapi mimi? Maisha yangu yako wapi? Ninaishi aje? Ninaishi aje? Wakati mwingine watu tunaishi kana kwamba hatutawahi kufa. Tunaishi kana kwamba hakuna hukumu. Tunaishi tu kuishi hivi hivyo tu. Tuishi vizuri tukijua kuna Mungu anayeona kila kitu. Kuna Mungu anayeona kila kitu.
Kwa hivyo mimi na wewe tuishi vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tuishi vizuri. Heshimu Mwenyezi Mungu, pia heshimu watu wengine ambao unaishi nao. Mungu alipouliza mwanamume, uko wapi? Alijibu, naye akamjibu, nimesikia hatua zako bustanini, nikaogopa na kujificha, maana nilikuwa uchi. Nimesikia hatua zako bustanini, nikaogopa na kujificha, maana nilikuwa uchi. Sasa ukijificha kwake Mwenyezi Mungu, ukijificha Mungu asikuone, ni nani atakusaidia? Ukijificha Mungu asikuone, ni nani atakusaidia? Maana msaada wetu unatoka kwa Mungu. Jamani, tusijifiche kwake Mwenyezi Mungu. Njoo kwake Mwenyezi Mungu na dhambi zako zote ataziosha. Kuja kwake Mwenyezi Mungu, usijifiche, hasa kupitia kwenye sakramenti ya kitubio. Hasa kwenye sakramenti ya nini? Ya kitubio. Maana sakramenti ya kitubio inakutengenezea mahusiano yako na nani? Na Mwenyezi Mungu. Unaweka mahusiano yako na Mwenyezi Mungu vizuri. Weka mahusiano yako na Mwenyezi Mungu vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiendelea kusoma hilo somo utaona jinsi alivyoanza kulaumiana kwamba ni mwanamke uliyenipea. Ndiye aliyesababisha haya, mwanamke uliyenipea. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tuangalie kwenye stori ya mwana mpotevu kwenye Injili ya Luka sura ni ya 15.
Tukisoma kuanzia wa mstari wa 15 unasema hivi, wa 14. Alipomaliza kutumia kila kitu, kukatokea njaa kali katika nchi ile, naye akaanza kuhangaika. Akaomba kazi kwa mwananchi mmoja wa huko, naye akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Alitamani kula maganda waliyokula wale nguruwe, ila hakuna mtu aliyempa kitu. Alipoanza kupata akili, akafikiri, mbona kuna wafanyikazi wengi wa baba yangu wanaokula na kusaza, nami ninakufa njaa? Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao. Nifanye kama mmoja wa wafanyikazi wako. Basi akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani huyu mwana mpotevu amejiuliza, kweli niko wapi? Mbona natesekea hapa? Niko wapi? Akakumbuka nyumbani. Sasa hiyo ndio nitakana tufanye. Mbona unatesekea mahali penye uko? Uko wapi? Kwa hivyo huyu kijana alijiuliza mwenyewe, kweli niko wapi? Hakungoja aulizwe. Hakungoja aulizwe. Alijiuliza mwenyewe, niko wapi? Kuona, mimi kwetu baba yangu yuko, wafanyikazi wako wanakula vizuri, na mimi nakula hapa chakula ya nguruwe. Sitaendelea kuishi hivi. Sitaendelea kuishi hivi. Tarudi nyumbani. Kwa hivyo hata usingoje uulizwe uko wapi. Jitathmini, jirudie, pata akili. Pata akili na ujiulize tu, kweli niko wapi? Mbona napitia haya? Alafu uanze safari ya kurudi nyumbani kwa baba yako, kurudi kwa Mungu, kuja kwenye jumuiya, kwenye misa, kwenye sakramenti za kanisa, ukuje kitubio, ufunge ndoa, ubatizo, hizi zote. Hizo zote fanya. Rudi nyumbani, pata akili. Sitaendelea kukula na nguruwe. Sitaendelea kujiaibisha. Unajiaibisha aje ile hali baba yako yuko vizuri na ako tayari
kukureinstate na kurudishia hadhi yako, heshima yako itarudi, your sonship itarudi. Kwa hivyo acha kukaa na kupotelea nje. Alirudi. Kwa hivyo Jumapili ya leo ni Jumapili ya kuchukua hatua. Acha kutesekea mahali penye unatesekea hapo. Bora tu ujibu vizuri uko wapi. We unajijua kwa sababu Mungu ametupa akili. Unajua uko wapi. Unajua uko na mawivu. Unajua uko na mavitu za uganga za wachawi kwa nyumba yako. Sio siri, unajua. Rudi kwake Mwenyezi Mungu. Unajua haujakuwa mwaminifu katika nyumba yako. Rudi nyumbani. Badilika. Unajua vizuri sana. Kwa hivyo kila mmoja wetu anajua hali yake. Tusidanganyane. Leo tuambiane ukweli. Unajua kila kitu. Wewe sio mjinga. Sasa ni wakati wa kuchukua hatua na kujibu ile swali, niko wapi, na kuomba msaada kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Ili Mungu aweze kutusaidia. Ili Mungu aweze kutusaidia tuweze tukaanza maisha mazuri. Tuweze tukaanza maisha mazuri ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Maisha mazuri ya kuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni mimi na wewe kupiga hatua. Unapojiuliza hilo swali, jibu vizuri sana. Ni kwa manufaa yako. Siku moja mtoto alikuwa anasumbua, nataka kuongea na baba kwa simu, nataka kuongea na baba kwa simu. Ikabidi mama apige simu. Baba alikuwa kwa pombe sijui wapi. Mtoto akamuuliza, uko wapi? Utaambiaje mtoto wako uko kwa pombe? Ibidi baba anyamaze na arudi nyumbani. Hizi ambia mtoto wako mimi ati niko kwa pombe huku. Kwa hivyo ile swali linapokugonga, chukua hatua ya kubadilika. Chukua hatua ya kuwa mtu mzuri. Chukua hatua ya kufanya maamuzi tofauti, maamuzi mazuri. Kwa hivyo tuombe Mungu atusaidie Jumapili ya leo. Hili swali
liingie ndani ya kila mmoja wetu, na tuweze kubadilika na kuwa watu wazuri, watu ambao wanafuata sheria ya Mungu, watu ambao wanamtukuza Mungu. Usijifanye haujasikia hili swali. Uko wapi? Usijifanye hujasikia. Mungu ametupa akili na pia ametupa freedom. Tutumie freedom vizuri kufanya maamuzi ambaye ni mazuri. Hata watoto kwenye nyumba mfanye maamuzi ambayo ni mazuri. Wakati wazazi wanawapeleka shule, wanawashauri, wanawakalisha chini na kuwaongelesha, acha kujifanya kiburi. Wakisha kuuliza uko wapi, wanajua kwamba maisha yako hayako vizuri, wanataka kukusaidia. Acha kiburi. Kubali uweze kusaidika. Kubali uweze kusaidika. Acha kiburi. Kubali uweze kusaidika. Tumsifu Yesu Kristo. Uko wapi? Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu, na kushukuru kwa Jumapili ya leo, na kushukuru kwamba unazungumza na kila mmoja wetu, na kushukuru hata kwenye somo ambalo umetupa. Naomba Mungu ukatutumie Roho wako Mtakatifu atakaye tusaidia kujitathmini, kujirudia na kubadilika. Atakaye tusaidia hata kujibu hili swali, tuko wapi, vizuri, bila excuses, ili uweze kutusaidia na kutuondoa hapa mahali ambapo tuko, mahali ambapo sio pazuri. Mungu, naomba tunaposali hapa, hili swali liweze kupita kwa akili ya kila mmoja wetu anayesikiliza hili somo. Na hiyo neema ya kulijibu vizuri, Mungu ukatujalie. Ili tuweze kujibu hili swali vizuri na kusema kule ambako tuko. Na kusema kule ambako tuko ili uweze kutusaidia, maana sisi wenyewe hatuwezi. Mungu, hilo swali linapokuja, uko wapi, hatuko mahali pazuri katika familia zetu, ndoa zetu, kazi zetu, biashara zetu, masomo ya watoto wetu, miradi zetu, maisha yetu ya imani, hata mahusiano yetu na wewe Mwenyezi Mungu hayako vizuri. Tunaomba ukaturekebishie. Tunaomba ukaturekebishie kila kitu kikae vizuri. Tunaomba tuweze kurudi nyumbani, maana tumepotelea nje, tumepotelea kwa maisha ya ulimwengu. Mungu, naomba ukatende katika maisha ya kila mmoja wetu, tuweze kurudi nyumbani
baada ya kujiuliza swali tuko wapi na tumegundua kwamba hatuko mahali pazuri, tunaomba neema ya kuanza safari na kurudi nyumbani, kurudi kwako wewe Mwenyezi Mungu. Mungu tusaidie katika hiyo safari. Mungu tusaidie katika kukurudia wewe. Tutumie malaika na watakatifu na neema za kutosha tuweze kurudi nyumbani vizuri, tuishi pamoja na wewe. Mwenyezi Mungu, kutana na mahitaji yetu, mahitaji ya familia zetu, mahitaji yetu ya kimwili na kiroho, ili tuweze kuishi vizuri. Usituache tuteseke, usituache tufungiwe nje. Damu takatifu Yesu Kristo, naomba ikafanye kazi. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Mama Bikira Maria, zidi tu kutuombea. Peke yetu hatuwezi, zidi tu kutuombea. Zidi tu kutuombea. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutuokoa, iendelee kututoa mahali pabaya. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, ninawatakieni Jumapili njema. Ni Fadhaga, mubarikiwe sana. Na kweli uchukue muda na kujiuliza hili swali mwenyewe, usingoje ulizwe uko wapi, na uweze kulijibu vizuri with honesty, bila kujidanganya, because unapojidanganya unajidanganya wewe mwenyewe na hutapata msaada. Utabaki ukila na nguruwe, utabaki mahali ambapo sio pazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Fadhaga, mubarikiwe sana.